Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimetoa onyo kali dhidi ya Israel. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kimetishia kufanya mashambulizi mazito ya drone na makombora nchini Israel katika kile ilichokielezea kama kuiunga mkono Lebanon na raia wa Palestina. Kikosi hicho cha walinzi wa mapinduzi nchini Iran kimeonya kile ilichokitaja jeshi la kidhalimu kwamba ikiwa wataendelea mashambulizi dhidi ya raia nchini Lebanon na Palestina, vikosi vya Israel vitalengwa na mashambulizi mazito ya drone na makombora. IRGC imetoa taarifa hiyo wakati Wizara ya Mambo ya Nje nchini Lebanon ikiondoa idhini yake ya kibali cha balozi wa Iran na kumpa hadi siku ya Jumapili kuondoka nchini humo. Wizara hiyo imesema kwenye taarifa yake kwamba ilimuita msaidizi wa balozi wa Iran kumtaarifu kuhusu uamuzi huu wa serikali ya Lebanon na kuondoa idhini ya balozi mteule wa Iran nchini humo Mohamed Reza Sheiban na kumtaja mtu asiyetakiwa nchini humo. Kulingana na wizara hiyo, ilimuita balozi huyo kufuatia kile ambacho serikali ya Lebanon inakielezea kama ni ukiukwaji wa kanuni za kidiplomasia na taratibu zilizozoeleka kati ya nchi hizo mbili baada ya Beirut kukituhumu kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuongoza operesheni za Hizbullah katika vita vyake dhidi ya Israel na Marekani. Hata hivyo, katika operesheni zinazoendelea, watu 6 wamejeruhiwa huko Israel. Mjini Tel Aviv, watu 6 wameripotiwa kujeruhiwa baada ya shambulizi la kombora la Iran, hii ikiwa ni kulingana na shirika la huduma za kijamii Magen David Adom, ambapo inaelezwa kwamba katika maeneo 4 yaliyoathiriwa kwenye mji wa Pwani, jeshi la polisi limesema watu hao walijeruhiwa na vipande vya makombora vilivyoanguka kwenye maeneo hayo. Lakini kituo cha matangazo cha Kan cha Israel kimeripoti kikinukuu jeshi kwamba kombora la Iran lililokuwa na kichwa cha nyuklia na lililokuwa na uzito mkubwa lilianguka kati ya majengo ya makazi na nguvu ya mlipuko huo iliharibu vibaya nyumba na magari kwenye eneo la jirani. Kombora hilo linatajwa kwamba lilikuwa na kichwa cha nyuklia licha ya kwamba halikuwa na nyuklia. Hata hivyo, inaelezwa kwamba wakati huu vita vinazidi kuongezeka kila kukicha. Lakini Pakistan imesema ipo tayari katika kuratibu mazungumzo ya kusuluhisha vita hivyo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema siku ya jana Jumanne kwamba Islamabad inajiandaa kuratibu mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo baada ya minong'ono kwamba inaweza kuchukua jukumu hilo. Kupitia mtandao wake wa X, Shehbaz amesema Pakistan inakaribisha na kuunga mkono juhudi zote za mazungumzo katika hatua nyingine ambayo Iran imemteua Mohamed Bagher katika hatua ya kuleta utulivu wa kikanda. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa nalo linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili mashambulizi ya Iran kwenye eneo la Ghuba pamoja na athari zake. Kikao hicho kiliitishwa kufuatia ombi la Bahrain kwa niaba ya mataifa 6 ya Baraza la Ushirikiano wa Kimataifa wa Ghuba pamoja na Jordan. Msemaji wa shirika hilo Pascal Sim aliwaambia waandishi wa habari kwamba mataifa hayo yatawasilisha rasimu ya azimio kwenye chombo hicho cha juu cha haki za binadamu. Maelfu ya watu, kulingana na shirika la haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani la HRANA, wameuawa katika eneo zima la Mashariki ya Kati tangu vita hivyo vilipoanza Februari 26, wengi wao kutoka nchini Iraq, huku shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran likisema vita hivyo vimeharibu miundombinu ya kiraia karibia 82,000 nchini kote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.